Wenyewe Waswahili tunasema chereko chereko na mwenye shughuli na mwenye mwali. Sasa mimi nikajua kitu kimoja kwamba wakati hayo mataifa yaliyoendelea, tunapowaza kuhusu maendeleo ya nchi zisizoendelea, sisi tunasema nchi ambazo zinaendelea kama Tanzania. Je, sisi wenyewe kama nchi tunafikiria kitu gani kwenye kuendeleza nchi zetu? Kitu kimoja ambacho tunacho sisi kama nchi, tuna miradi tofauti tofauti. Kuna TASAF, kulikuwa na Mkukuta, sasa hivi nafikiri huko phase 3. TASAF sasa hivi nao wanafanya ile PSSN kupambana na umaskini. Lakini hii miradi imeanzishwa muda mrefu sana, na ukiangalia impact yake kidogo inaweza ikawa ni challenging, labda kwa sababu sisi wenyewe hatushiriki. Sasa ukienda ukisoma kwa mfano Mkukuta phase 2 kwenye utangulizi wake, kuna kaneno kadogo hapo pale nilikuwa nimeweka quote, malengo, mipango, mikakati, anasema hayawezi kufikiwa kama hayatoshi kukuza uchumi na kupunguza umaskini hadi kila mmoja wetu, kuanzia sekta za umma, sekta binafsi, jamii na wananchi mmoja mmoja watakapojizatiti kwa nguvu zao katika kufanikisha matokeo tunayoyahitaji. Kumbe hata Mkukuta yenyewe baadaye ilitambua kwamba mbali na wao kuwa kama mradi, kuwa kama mikakati ya kupunguza umaskini, lakini bado kuna nafasi ya wewe kama wewe, kwa sababu wenyewe hawawezi kupunguza umaskini. Utabaki kuwa mradi ambao umebaki kuandikwa kwenye makaratasi peke yake, lakini kwenye utekelezaji huko inahitajika juhudi zako wewe kama wewe. Na ukija kuangalia katika tafiti mbalimbali, kama ukiangalia katika zile SDGs, ukienda kwenye goal la umaskini pale, utakuwa wameandika kwamba umaskini katika nchi za Afrika ni 80%. Lakini katika taarifa za TASAF na Mkukuta, wao wame group kama walivyo group UN, kwamba kuna maskini, wameandika tu wale poor, alafu kuna wale extreme poor, ambao TASAF na Mkukuta mara nyingi wanadeal na hawa ambao ni extreme poor, ambao wanashinda hata kupata hizo ngapi kwa siku, ambao maskini wanasema ni 80%, lakini kwa wale maskini zaidi ni 36%, kwa tafiti ambazo zilikuwa zimefanywa 2007. Lakini sasa hivi TASAF ndio walivyoshirikiana na hao Mkukuta, kwa muda fulani wanaweza kufanikiwa kupunguza ile extreme poverty, ile wameandika kwenye extreme poor, wale watu waliokuwa maskini sana wamepunguza kama katika 2%, kwa sababu sasa hivi hii PSSN, huu mradi mpya, unaenda kupunguza umaskini ambao ni 33.6. Tangu mwaka 2015 mpaka sasa hivi umaskini ule watu kushindwa kabisa kupata msosi wao kila siku umepungua kwa asilimia ndogo sana. Mimi nikaona kwamba sisi kama sisi hatushiriki moja kwa moja katika kutekeleza hii miradi. Na nafikiri kwamba kutekeleza miradi hii sio lazima wewe uwe sehemu ya hiyo taasisi, sijui kama sio lazima uwe TASAF ili uweze kupigana na umaskini, au uwe sijui Mkukuta ndio kupigana na umaskini. Hapo katika nafasi yako unaweza kupambana nao. Katika tafiti zilizotolewa kwa mfano na Tanzania Poverty Assessment ya 2015, ambao hii taarifa imeandikwa na World Bank, wanasema kwamba kwa mwaka 2007 kama ilikuwa 85%, sasa hivi ni 84.3. Wamepungua kidogo sana maskini wanaokaa kijijini. Lakini pia wanatoa pia sababu kwamba kuna mwingine watu wengi wanahama kutoka kijijini kuja mjini. Na moja kati ya sababu kubwa ambayo imetajwa ya watu wengi kuhama vijijini kuja mjini, zaidi ya 30%, wanasema ni kwa sababu wanafuata huduma bora mjini. Kwa hiyo utakuta kwamba kijijini kuna shule, kuna zahanati na huduma nyingine zote, majengo ya huduma nyingine zote, lakini watendaji hawapo kule. Ukienda tu watumishi wa serikali, hata vijana ambao wanafungua NGOs wanasema kwamba labda tunataka kupunguza umaskini au waende wakatoe elimu za afya na nini. NGOs, taasisi tu zisizo za kiserikali, ukiangalia na hizi taarifa za hao wasajili wa NGOs, wanasema wasajili zaidi ya taasisi 52 kwa mwezi. Lakini moja kati ya changamoto yao ambao wameandika, mtandao kwa hizi NGOs nyingi zimeconcentrate mjini, na wameandika pale kwamba kutokana na kuconcentrate mjini inasababisha kwamba, hapa wameandika kwamba mashirika mengi yasiyo ya kiserikali yamekuwa yakifanya kazi zake katika eneo moja, hasa maeneo ya mjini, hivyo kutandaa katika sehemu nyingine na kufanya huduma zitolewazo kutowafikia walengwa halisi. Kwa hiyo unaona hata hao watu wa NGO pia kama wanataka kuweka elimu zaidi ni kijijini ambapo kuna walengwa halisi. Sasa nilichokuwa nataka nizungumzie zaidi ni ile nafasi yako wewe kama wewe katika maendeleo. Kwa sababu kama ukiangalia Kikwete amesema kwamba
lazima viwe juhudi binafsi, watu, mtu mmoja mmoja, taasisi za umma na taasisi zisizo za kiserikali, wote tushirikiane ili kupunguza umaskini. Lakini sasa sisi tuna kasumba moja ambayo ndo nimetaka kuiaddress, kwamba kasumba tuliyokuwa nayo watu wengi hatupendi kufanya kazi vijijini. Yaani leo hii kijana akipata kazi, akipangiwa kituo cha kazi kijijini, atafanya harakati nyingi ili aweze kuhama kule aje maeneo ya mjini. Sasa unapohama kule kijijini kuja mjini, ni nani ambaye atamhudumia yule ambaye yupo kijijini? Watu wengi tunasema kwamba mazingira ya kijijini ni challenging sana, lakini mara nyingi tunapoandika barua za kuomba kazi, mara nyingi tunaandika I am flexible, I can work in challenging environment na mambo mengi kama hayo. Sasa umepangwa kule, unakomaa kuondoka. Je, nani ataendeleza kule? Kwamba vijana wengi tumekaa namna hiyo, na sio vijana peke yao, na wazee pia wamekuwa wana support ile swala la kwamba kijana wangu hawezi kufanya kazi sehemu fulani, naye anajitahidi kufanya yule kijana atoke kule aje afanye kazi mjini. Tunahisi kwamba tunawapenda sana watu hao, lakini mimi nafikiri kama mzee anampenda kijana wake, basi amwandalie mazingira fulani hivi mazuri ya yeye kufanya kazi eneo husika. Yaani kama mtu anafanya kazi eneo ambalo halina umeme, basi wewe kama mzazi, badala ya kufanya harakati za kumfanya mtu ahame kituo cha kijijini kuja mjini, ni heri basi umpelekee hata solar panel ili apate umeme kule kijijini na aanze shughuli zake nyingine kule, apate ajisikie raha anapofanya kazi kijijini. Na ni swala la jamii nzima, tumekuwa na ile negative perceptions kuhusu masuala ya kufanya kazi kijijini. Mara nyingine mtu anaweza akapangiwa kituo sehemu, sisi tunasema ametupwa. Neno ametupwa liko negative sana, na sisi ndio tunaotumia maneno hayo. Yaani tunaposema ametupwa, kwani ni jalalani kule, wakati ni mkoa au kama ni wilaya, ni kata, ni kitu cha kawaida. Unaposema ametupwa, maana yake unaleta ile negativity kwamba hatakiwi mtu, huyu mtu sio trash. Anapokaa kule, maana yake ile anakuwa trash. Tabii inasababisha kwamba watu wazidi kuwa maskini maeneo ya kule. Tukumbuke kwa mfano tukiangalia masuala ya uzazi kwa mfano. Tafiti zinaonyesha kwamba ile total fertility rate ya kijijini ni kubwa kuliko ya mjini. Kijijini ni 6.7 wakati mjini hapa ni 3.3. Ukiangalia tafiti za Tanzania Poverty Assessment. Na wameweka katika ule miaka 15 hadi 49. Sasa kama fertility rate ipo kiasi hiki, tuangalie miaka 15 hadi 49 pale. 15 hadi miaka 18, huyu bado ni binti mdogo, ambaye kama anaweza kupata pia miaka 7, maana yake miaka 18 mta akiwa yuko nafikiri form 2 kama sio form 3. Anapata mimba katika umri mdogo. Kwa sababu gani? Hata wale wanaoanzisha NGOs hizi za kuhusu masuala ya uzazi wapo mjini, hawampi elimu ya uzazi. Nakumbuka sababu moja ambayo imetajwa pale ya vijana wengi kupata mimba kijijini ni ukosefu wa elimu ya uzazi na hizi mbinu za kisasa za uzazi wa mpango. Hawana. Mimi siwezi kuzungumzia masuala hayo, lakini mimi naamini wewe kama mtumishi ungekuwa sehemu fulani, at least watu wangekuwa na kufuata kutaka ushauri tofauti. Sio lazima uwe wa taaluma yako. Kijijini bado wana ile perception. Hawajui wewe umesoma nini chuoni. Wanajua tu wewe unafahamu vitu. Kwa hiyo wanaweza kukufuata hivi ili umpe tu ushauri. Kumbe ukiwa pale unafanya kazi zako, unapokea mshahara wako, lakini unasaidia jamii direct au indirectly, unakuwa ni icon. Na utaokoa watu wengi bila wewe kufahamu kwamba unaokoa watu wao. Lakini sasa tumekataa kukaa kule. Mara nyingine tukikaa kijijini, tukikubali kukaa kijijini, tunakuwa hatubase kule. Yaani tunakaa mjini, alafu tunafanya kazi kijijini. Kila asubuhi anakwenda na kurudi. Wanakwenda na kurudi. Wengine kila weekend wanarudi hivi, wanakwenda hivi. Sasa hizi harakati zinaonyesha kwamba huyu mtu manake muda mwingi yuko ofisini peke yake. Akitoka tu ofisini yuko nyumbani kwake ambao ni mjini. Watu wana uhitaji wa wataalamu, na mara nyingi muda wa kazi wao hawana, wanakuwa nao na kazi. Kwa hiyo wanamfuata mtaalamu usiku, wanamgongea kuuliza maswali tofauti. Sasa kama mtaalamu manake yule angekuwa anakaa Dodoma mjini, asingekuwa anakaa kule. Wale watu wanaotaka ushauri usiku angekuwa hawampati. Kumbe wewe ukikaa kijijini kabisa, watu wakitaka ushauri muda wote wanakuwa wanapata kutoka kwako. Kwa hiyo unawapa huduma zote. Na mimi naamini kwamba tukikaa kijijini kwa namna moja au nyingine tutakuwa tunawasaidia mambo mengi. Ukiacha tu masuala ya kwamba wewe kuwa kama icon ya kuigwa, lakini na ule ushauri ambao utakuwa unawapa watu. Lakini wote tumekataa kukaa kijijini. Sasa haya malengo ya Mkukuta yatafika kule kijijini. Yatamkuta nani? Inawezekana wewe uko pale ungekuwa unafahamu uhalisia wa kaya maskini zoko pale na ukasuggest haya mambo, japo sio sehemu ya TASAF. Lakini hauko kule, maana yake wanaenda kule labda wakakujuana,
Kwa hiyo kaya ambazo zililengwa zinaweza zisifikiwe. Ndio maana hata umaskini wenyewe umepungua kwa asilimia chache sana. Kumbe nafasi tulizonazo sisi katika kutekeleza malengo haya Mpukuta au TASAF au kupigana na umaskini ni kwamba sisi wenyewe tufanye kazi kwa maeneo ambayo tutakuwa tukaallocate tukiwa na ule moyo wa kusema kwamba tunatoa service kwa watu wetu. Tukikaa tu kutegemea kwamba eti UN haiki goal lake. Wameanza na MDGs, Millennium Development Goals hizo 2015. Sasa hivi kuna MDGs. Lakini kama sisi wenyewe tusipochukua hatua za makusudi kama mtu mmoja mmoja kwenye kuhakikisha kwamba tunapigana na umaskini au sijui hizo SDGs hizo sijui au na mikakati ya TASAF sijui Mpukuta haitaweza kutoa chochote kwa sababu sisi wenyewe tumekataa sehemu ambayo inahitaji uhitaji halisi wa mambo ambayo sisi tuko nayo. Elimu ambayo sisi tuko nazo zinahitajika sana maeneo ya kijijini kwa sababu ya population kubwa ya maskini wapo kule. Hali zao zimekuwa ni duni kwa sababu pia hata wataalamu wa kuwashauri mambo tofauti imekuwa ni shida. Na hata kuna sehemu nyingine hata ule umuhimu wa elimu watu hawafahamu. Watu wanashauri vijana wao kwamba bwana usifaulu, hebu feli ili mimi nisipate tabu kupeleka sekondari. Hawa wazazi wamekuwa na hii akili kwa sababu hakuna mtu anayemuona kwamba anaweza kuwashawishi kufanya mtu aende shule. Kumbe hautakiwi kuwa mtaalamu wa elimu ili kuweza kumshauri mzazi aweze kukubali mwanae afanye vizuri aende shule. Mimi naamini kwamba sio kama walimu hao allocated pale kijijini, lakini hawawezi kwenda kukaa kule. Wengine wanaogopa kulogo. Unaweza ukawa na ugomvi na watu ofisini, lakini unakuwa unagombana na ugomvi na wote. Mpaka ulogwe umefanya juhudi sana kugombana na watu. Na mpaka ulogwe maana yake umeshindwa kuishi na watu wa kijiji. Unashindwaje kuishi nao vizuri? Nafikiri hawezi kukuchukia wote. Wengine watakuchukia, wengine watakupenda. Kwa nini? Jinsi tunaishi, lakini sisi tunaishi ile kibatabata zaidi. Kiasi ambacho ukienda kijijini hivi siku ya pili tushagombana na kijiji kizima. Lakini kumbe ukijua jinsi ya kuishi nao, unaweza ukaishi vizuri na kwanza baraka za wazee pale, mambo yakawa vizuri. Kumbe tunapoogopa kulogwa tujue kwamba ni jinsi sisi tunaishije na watu wa kijiji husika. Hizo fitina kila sehemu zipo. Kama mtu anataka kuroga hata ukiwa mjini anakuroga tu. Ona. Kwa hiyo mimi naona kwamba sisi kama mtu mmoja mmoja ndio tuna nafasi kubwa ya kupunguza umaskini kuliko hata hiyo miradi ambayo tunaiona. Mimi naona miradi na mikakati na mipango ya kupunguza umaskini ni fuvu kama hakuna juhudi za mtu mmoja mmoja, za sisi kama sisi kuwa willing kupunguza umaskini wa watu wetu. Kwenda kijijini kama tumekuwa allocated, kokote utakapokuwa allocated unajua kwamba hapa nilipokuwa allocated manake najitahidi kufanya jamii yangu ipunguze umaskini. Lakini tukitegemea mikakati hiyo tutakaa miaka mingi na umaskini wetu mpaka tutaona kwamba tutaishia tu kuwaonea huruma. Maana yake siku hizi wengi tunaishia tu kuwaonea huruma watu. Tunasema kijijini bwana maisha magumu kweli. Yaani hadi huruma. Unakuta unaenda hospitalini daktari yupo, unakwenda shuleni mwalimu hakuna. Tunaishia kuwaonea huruma tu. Lakini wewe mwenyewe ukiwa allocated kule ndio kupunguza umaskini leo utaki. Tunafanya nini? Kwa hiyo tuone kwamba tubadilishe hii mindset ya kuona kijijini kwamba ni sehemu mbaya kwa sababu mimi naona ziko faida nyingi za mtu kuwepo kijijini. Especially unapokuwa allocated, unaendelea kupata kipato chako kama kawaida. Kama ni mshahara wako unaendelea kupata. Na ziko faida nyingi za kukaa kijijini. Moja wapo kati ya faida ukiacha changamoto zote ziko kijijini kama miundombinu na nini. Lakini vijiji vingi costs of living ziko chini sana. Leo hii kwa mfano ukichukulia mfano mfanyakazi wote wa serikali ambaye anafanya kazi Ubungo, Dar es Salaam. Na mtu ambaye yupo kijijini huko Chabima huko Kilosa. Mshahara wao utakuwa ni ule tu. Anayekaa kule Ubungo inawezekana analipa kodi ya nyumba shilingi 70,000 kwa mwezi. Ule mwenzake analipa shilingi 5,000 tu. Au inawezekana wamempa tu nyumba akae. Bwana mtaalamu wetu huyu. Mpeni nyumba akae. Na zile masuala ya chakula, kwa mfano matunda, vijiji vingi ndio wazalishaji, kwa masuala ya chakula yako chini. Lakini huku unaweza ukaenda kununua karoti moja shilingi 400. Kwa hiyo unakuta mtu wa kijijini kama anaamua kukaa kijijini muda mrefu, anakuwa na savings za kutosha. Savings muda wote huwa zinasababisha mtu aweze kufanya investments kubwa. Sasa anayekuwa mjini huku, maana yake inawezekana mshahara wake wote ukao unaisha. Kwa sababu ya zile costs of living. Na tunaona watu wengi wanaokaa kijijini, tunahisi wana maisha magumu sana. Lakini mara nyingi kwa sababu ya kutoridhika kufanya kazi kijijini, kwa sababu ile portion ya kwenda kuisave yeye anaitumia kama nauli kila siku kurudi mjini kwenda. Yaani ile baada angeisave ile amount yeye ameitumia kwenye kusafiri peke yake. Lakini angeridhika kukaa kule maana ile amount yote ambayo angekuwa analipia kwenye nauli angekuwa amefanya savings. Ofisi angekuwa anafanya investments baada ya muda mfupi. Lakini pia kijijini ni sehemu pekee ambayo unaweza kufanya production at low cost. Sababu kupatikana kwa eneo la production ni simple sana ukiwa kijijini. Tena ukiwa mtaalamu wa chochote kile.
Kama ukiwa mtumishi wa umma ndio simple zaidi, kwa sababu si unafahamu kwamba huyu afisa mtendaji nataka eneo la kufanya kitu fulani, ni mapema tu anakupatia ile eneo, wanakupa eneo lako pale, unafanya production stuff. Lakini njoo hapa mjini utafuta eneo la kufanya production, unaweza kupata eneo zaidi ya mamilioni huko ndio upate ile eneo. Lakini kama wewe ukaenda pale kufanya production, yani una kazi yako alafu umeajiri baadhi ya vijana wafanye shughuli fulani, iwe sijui ni kulima au kufanya chochote kile cha kula, manake unafanya production katika costs za kawaida. Najua hapa mjini kumwajiri mtu kwenda kukulimia shamba lako, bei yake itakuwa tofauti kabisa na mjini. Vitu ambavyo itakuwa tofauti na kijijini, na bei ambayo inaweza ikawa kubwa kijijini ni bei tu za hizi inputs. Lakini kama wewe ni mtaalamu, mara nyingine unaweza kuagizia tu mzigo na ukafika. Sababu maduka mengi sasa hivi yanafanya masuala ya nania, wanafanya mizigo wanakuletea kule. Hiyo ni faida nyingine kwamba unaweza kufanya production at low costs. Lakini pia kama kweli tunatamani tukifa tuache kitu katika jamii zetu, mimi nafikiri kijijini ndio sehemu pekee ambayo ukifanya kazi mchango wako unaonekana kwa haraka zaidi kuliko mjini. Kwa sababu umeenda kijijini, umekuta watu wote, wazee wote wanajua kwamba wanawaambia vijana wao kwamba usisome, usifaulu mtihani darasa la 7 ili usiende sekondari. Wewe umefanya pale, wazee walikuwa kaa nao kwenye kahawa, unawapa maneno mpaka unafika kipindi unashangaa wazee wote wanapenda vijana wao waende shule. Unaona kwamba huu ni mchango wangu. Lakini pia katika swala la kuomba miradi mbalimbali ya serikali, mimi nafikiri mkiwa eneo husika la kazi, iwe kijijini, ukiwa kule inakuwa ni rahisi kwa wewe kuomba mambo mbalimbali kutoka serikali kuu. Yaani kama ni kuomba barabara au kuomba huduma ziboreshwe kilasi, ukiwa kule kijijini unakuwa unaomba, nafikiri inakuwa ni rahisi zaidi kuomba kwa sababu wewe upo kwenye field. Lakini unakuwa mjini na inagisha kwenye makaratasi peke yake. Sasa leo hiyo umekaa kijijini miaka kadhaa, umesisitiza mambo mbalimbali, si barabara, si nini, mpaka imekuja imetengeneza barabara hapa. Utajisikia mwenyewe fahari kwamba kijiji fulani nilikaa pale na mimi nimesababisha barabara iwepo, sababu ndio niliyoombea hiyo kitu. Ukuta sasa ina nafasi, lakini bado naona nafasi yako kama mtu mmoja mmoja ni kubwa sana. Wewe uko mjini hapa, siwezi kusema kwamba wewe uame mjini, lakini mimi naongea na nyinyi kama mabalozi, sababu wengi tuna wadogo zetu, mama zangu wengine, tuna vijana wetu wako shuleni, wako wapi, tunawapa mindset ipi? Wazazi wengi wamekuwa overprotective, na sisi vijana wengine pia tumekuwa overprotective kwa ndugu zetu. Kuna mtu anakaa London amekuja hapa kujitolea, ambao maisha yao ni tofauti kabisa na sisi. Wamekubali kwenda kukaa kule na wazazi wao wamewapa kila kinachostahili ili wao waje kuishi maisha fulani hivi ambao sio magumu sana, ila wafurahie kuwepo hapa, kitu ambacho wazazi wengi wa Kiafrika hawafanyi. Yaani sisi namna ya kusaidia leo ni kumtoa tu eneo husika kumleta sehemu nyingine, na sio kumletea mazingira bora pale alipo. Sasa tujiulize sisi, au wanaotoka huko kuja huku wanaenda mpaka vijijini, wanatupa taarifa ambazo sisi hatukuwa nazo mwanzo wakati sisi tuko hapa kwa muda mrefu. Tujisikie aibu katika hili, maana kwamba hivi kama anakuja mzungu ambaye tangu aishi hajawahi kuona mkaa, alafu sisi tunamzuia kijana wetu ambaye ameishi mazingira ambayo hayana tofauti sana na kijiji kile, tunahisi anateseka sana. Kwa hiyo tunahisi tutapambana na umaskini kama tunakataa hizo kitu. Hiyo ndio namna ambayo nasema kwamba sisi tuwe mabalozi, kwa sababu maendeleo ni swala ambalo sio la kuishia tu kuwaonea watu huruma, ila ni swala ambalo la kwenda kusaidiana kwa namna moja au nyingine ili kuondoa umaskini. Na kuondoa umaskini kwa wananchi wote haikupi wewe sio umaskini au namna gani, ila wewe mwenyewe pia unafaidika kwa namna moja au nyingine. Swala la umaskini tusiwaachie hizo taasisi na mikakati mbalimbali, inabidi wewe kwanza uanze kuplay part yako. Moja kati ya nukuu ya UN inasema kwamba progress has been limited in sub-Saharan Africa. Even more work is needed to bring people out of poverty. Sasa hii more work ambayo iko needed kuwaleta watu nje ya umaskini ni wewe, kwa sababu wao wameishia kuweka mikakati yao pale, lakini hii more work ni wewe inabidi uifanye. Na moja kati ya nukuu ambayo naipenda sana ya bwana mmoja anaitwa Kamsa, mmoja kati ya shujaa wa Marekani, mwindi mwekundu, alisema kwamba seek to make your life long and its purpose is of service to your people. Unaishi tu maisha, usipende maisha yawe marefu. Ukipata ugonjwa unaanza kutamani maisha yawe marefu, lakini je, do you save your people? Kwa tuwe na hii dhana ya kwamba tuko kwa ajili ya kusave watu wetu, kuwahudumia watu wetu.
itakuwa poa zaidi na umaskini unaweza ukapambanwa katika muda mfupi.